Gani mtazamaji, karibu katika kipindi maalum, ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi hiki ambacho kimekuwa kikiangalia mada mbalimbali, na leo tutajikita katika sekta ya kilimo. Kubwa ni uzinduzi wa benki ya ushirika ambayo tunafahamu imepita siku moja toka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzindua benki hiyo kwa Dodoma, na tumesikia maoni ya wadau wengi. Wapo ambao wapo kwenye sekta ya kilimo, lakini pia wapo wale ambao wapo kwenye vile vyama vya ushirika ambao wao wamekuwa wakitoa maoni chanya, hasa kwa kuona kwamba uzinduzi wa benki hiyo itakuwa ni kitu muhimu sana kwao na kitaleta mapinduzi katika sekta ya kilimo. Katika kuyajadili haya na kuangalia umuhimu wa benki hiyo, tunaye hapa Lucas Malembo. Yeye ni mdau katika sekta ya kilimo, mchambuzi wa kilimo biashara, na amekuwa kwenye kilimo kwa muda mrefu. Atatuambia na kutoa mtazamo wake kwa namna gani ambavyo benki hiyo itakuwa msaada hasa kwa wakulima wenyewe. Lucas, karibu sana. Asante sana. Tunazungumza uzinduzi wa benki ya ushirika ambapo maoni ya watu wengi yamekuwa chanya katika namna ambavyo itaweza kuinua sekta ya kilimo. Lakini ushirika ni neno ambalo tumelisikia kwa miaka mingi. Tuna vyama vya ushirika kabla ya kuwa na hii benki ya ushirika. Pengine tupate tafsiri kwanza. Tunaposema ushirika ina tafsiri gani? Asante, niungane na Watanzania wenzangu kuipongeza serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kumpongeza waziri mwenye dhamana ya kilimo Mheshimiwa Bashe. Ameendelea kuwa ni chachu ya maendeleo kwenye sekta ya kilimo. Hata hiki kilichotokea juzi ni mwendelezo wa kuona anatamani vitu vitokee kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza. Lakini ushirika, pengine kabla ya kuja kwenye benki ya ushirika, duniani kumekuwa tuna historia kubwa sana ya ushirika, na hii imeanza enzi na enzi. Sisi hapa nyumbani ushirika una historia ya miaka mingi, toka miaka ya 1960 na 64 kumekuwa na ushirika toka miaka hiyo mpaka leo tuna ushirika. Leo ili wasaidie watu hususa kwenye sekta ya kilimo na hata sekta zingine, hakuna namna ambayo inaweza ikawa ni rahisi kama kuwaweka katika ushirika. Kwa maana gani? Utajua changamoto zao za pamoja, utajua mahitaji yao ya pamoja, utatatua changamoto za pamoja. Kwa ndio maana halisi ya ushirika. Na huu unaweza ukawa ushirika kwenye kilimo, unaweza ukawa ushirika kwenye maeneo mengine, na sasa kwa sababu dunia imeendelea, wengine sasa hivi tunaona ushirika ni katika mfumo wa SACCOS. Kwa hiyo ukiangalia duniani, Brazil wamefanya vizuri sana kwenye ushirika. Ni mmoja ya nchi ambayo kwa kweli ni sehemu ya kujifunza ushirika. Na ushirika wao umeenda mbali, ni wameweza kuwa mpaka na hospitali za ushirika. Ukiangalia wakati fulani kombe la dunia lilivyochezwa Brazil, watu waliochukua tenda ya kuhakikisha masuala ya usalama ya afya ulikuwa ni ushirika wa Brazil. Huo ni mfano mmoja, na umeajiri watu wengi, umetengeneza ajira kwa kiwango kikubwa. Hapa Afrika, Ethiopia ni mfano mzuri pia wa ushirika. Lakini jirani zetu Kenya, wao wana SACCOS. Ni ushirika ambao una nguvu kweli, umefanya vitu vingi, umetengeneza ajira, wana mitaji mikubwa. Kwa hiyo sisi hapa sasa tukirudi nyumbani, historia yetu ya ushirika ilikuwa ni nzuri sana miaka ya nyuma, na tuliona vitu vingi sana vilifanyika na vikawa na matokeo makubwa kwa kupitia ushirika, kwa sababu wakati huo ushirika ulikuwa na maana ile ya kuundwa. Lakini baadaye tulijikwaa, ushirika ukawa ni genge la watu kupoteza fedha za wakulima, ulaghai, tukaona vikundi vyama vya ushirika hewa kwa ajili ya kuendelea kuchukua fedha za ruzuku na vitu vya namna hiyo. Kwa muda watu wakapoteza imani ya ushirika. Lakini kimsingi ushirika ni nyenzo ama ni eneo muhimu sana unapotaka kuleta maendeleo kwenye jamii husika. Pengine mimi na wewe tunaweza tukawa tuna changamoto kwenye maeneo fulani, lakini kutatuliwa changamoto yetu mtu mmoja mmoja na tukiwa kama kikundi ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo ushirika ni eneo muhimu sana. Tunaona kwenye ili swala la benki yenyewe ushirika sasa.
Nadhani kwenye majukumu yake halitotofautiana sana na msingi wenyewe wa ushirika. Tumeona kuna 51% vyama vya ushirika wenyewe vinamiliki, lakini CRDB wana 20%, serikali na 10%. Na maoni ya wadau wenyewe wa ushirika wanaona ni kama mapinduzi katika sekta ya kilimo. Kwa nini kuna mtazamo huu hasa na una uhalisia gani? Kwanza kwa historia, Tanzania hatujawahi kuwa na benki ya wakulima. Tuna benki ya maendeleo ya kilimo na tuna benki za kibiashara. Tanzania ni nchi ya wakulima na wafugaji. Leo tunakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 60. Kwenye idadi ya watu milioni 60, watu milioni 40.9 ni wakulima. Tanzania kuna kaya milioni 7.9 zinazojishughulisha na kilimo. Lakini kati ya hawa watu milioni 40.9 wanaojishughulisha na kilimo nchini Tanzania, asilimia 99.85 ni wakulima wadogo wadogo. Hii nchi na wakulima wakubwa asilimia 0.15. Kwa hiyo hii ni nchi ya wakulima wadogo wadogo, pengine la wakati. Sasa ukitaka kuwasaidia kwenye kilimo chao, lazima uwe na chombo ambacho kitawasaidia kupata fedha kwa ajili ya kukizi ama kununua mahitaji yao. Sasa kama nilivyosema awali, sisi kwa historia hatujawahi kuwa na benki ya wakulima. Na mwaka 2003 IMF na Benki ya Dunia walionyesha kwamba ili uchumi wa Tanzania ukue, ili umaskini wa Tanzania upungue, ili uchumi ukue kwa 8 mpaka 10, unahitaji kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Leo miaka 22 baadaye tumekuja na benki ya ushirika, ambayo kimsingi kwa muundo wake ni benki ya wakulima, kwa sababu memba wengi ni wana ushirika. Kwa hiki ni chombo muhimu, pengine tunaweza tukasema kimekuja kwa kuchelewa, kwa sababu sisi tunataka kuwa kapu la chakula barani Afrika. Huwezi kuwa kapu la chakula barani Afrika kwa kuwa na wakulima ambao hawana mitaji ya kwenda kufanya shughuli za uzalishaji. Kilimo cha sasa ni kilimo cha teknolojia. Ndio maana leo utaona mtu yuko Dar es Salaam na analima. Na analima pengine kwenye eneo la square meter 1000 akapata matokeo pengine zaidi ya mtu anayelima eka moja. Ni kwa nini? Anatumia teknolojia katika uzalishaji. Kwa dunia ya leo kilimo sio ukubwa wa eneo. Ni tija ambayo inatokana na matumizi ya teknolojia. Sasa benki ya ushirika inaenda kujibu maswali haya ya kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Bado tunahitaji mjadala. Nimemsikia mkurugenzi wa benki ya ushirika. Tulikuwa katika moja ya mahojiano ya chombo kimoja cha habari. Akaulizwa kwamba benki ya ushirika inakuja na riba ya asilimia ngapi. Akasema benki haipangi riba. Naomba ninukuu maelezo yake. Anasema benki haipangi riba, soko ndio linaamua riba. Sasa ukiangalia historia, ukiangalia taarifa za mabenki ya Tanzania ya biashara, taarifa hiyo ya mwaka 2024 inaonyesha wakulima wanaokopa kwenye hizi benki ni 10.8 ya mikopo yote. Nchi ambayo watu milioni 40.9 wanajishughulisha na kilimo. Kwa hiyo wanaokopa ni kwa kiwango kidogo kwa tafasiri hiyo. Sasa chombo kama benki ya ushirika inapaswa jibu la changamoto hiyo, kwamba watu wengi kule walikuwa wanashindwa kwa sababu zile ni benki za kibiashara na riba zake ziko juu. Haimaanishi benki ya ushirika isijiendeshe kibiashara, lakini iangalie malengo mahususi ya kwa nini wanaanzisha na wanataka kujibu maswali gani. Ni maswali haya ambayo tunaongelea ya kuhusu riba. Kwa hiyo mkurugenzi akasema soko litaamua. Kwangu mimi ule tayari ulikuwa ni ukakasi, kwamba mpaka chombo kinaundwa, muundo wake, aina za akaunti zitakazokuepo,
wameshindwa kuangalia kwamba mkulima wa chini pengine wangeweka hata vigezo. Mkulima labda wa eka 1 mpaka eka 2 anaweza lisha kwenye eneo hilo, ama eka 5. Riba yake itakuwa ni kiasi fulani. Pengine labda mwenye eka 20 mpaka eka 50 riba yake itakuwa kiasi fulani. Kwa sababu mkulima wa Tanzania anahangaika kupata rasilimali fedha wakati anaanza kuzalisha. Kwenye historia ya kilimo chetu tumewahi kuwa na watu wanaitwa Kangomba. Ni watu ambao wanawasaidia wakulima fedha kabla hawajaenda kwenye uzalishaji. Na hususa hii iko sana kwenye zao la korosho. Baada ya kuwa wamevuna, wanalazimika kuwauzia wale waliowasaidia fedha kwa ajili ya kipindi ambacho wanahitaji kununua mbolea, madawa na kadhalika. Wanawauzia kwa bei ya chini haiendani na soko la wakati huo. Ni kwa nini? Hawa ni benki zao zilizowasaidia na wanakuwa waaminifu. Mimi nimekuwa ninanunua mahindi. Wakati fulani nilikuwa nanunua mahindi Ruvuma, sehemu moja panaitwa Liganga. Pale Liganga tulikuwa tunanunua mahindi, sawa, pengine bado hata yako shambani. Nakubaliana malipo kwa bei ya wakati huo. Hata akija kuvuna gunia ni 50,000, nyie mlikubaliana 40,000 atakuuzia hivyo. Na wanakuwa waaminifu kwa sababu ulimsaidia akapata mbolea. Imekuja kujibiwa na benki ya ushirika. Sasa swala linakuja kwamba benki ya ushirika inakuja na mfumo gani wa riba kwa wakulima, ambao ni changamoto. Na wakati fulani Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa anaongea na mabenki. Akawa anawaomba waende kwenye single digit kwenye mikopo ya kilimo. Sawa. Sasa zile ni benki za kibiashara. Leo tuna benki ya wakulima ambayo ni benki ya ushirika. Itakiwa yale maneno ya rais sasa yachukue yenyewe, kwa sababu yenyewe ndio ina dhamana ya wakulima, iwe mfano. Kwa hiyo benki hii ni benki nzuri. Bado nachelea kusema inapaswa ijibu maswali ya changamoto ambazo wakulima walikuwa wanakutana nazo. Na tumeona wakulima wengi hawapo kwenye vyama vya ushirika. Nataka kufahamu hatima yao, hasa katika namna ambavyo wanaweza wakawa wanufaika katika benki hii ya ushirika ambayo imezinduliwa. Wana nafasi gani? Nchi yetu ina vyama vya ushirika kati ya 5,000 mpaka 6,000 vyenye watu takriban zaidi ya milioni 8. Lakini kuna SACCOS ambazo zina watu zaidi ya takriban watu karibu milioni 2. Kwa hiyo unaongelea vyama vya ushirika na wanachama wake na hizo SACCOS zina watu karibu milioni 10+. Sawa. Hii ni namba kubwa tu kwanza kabla ya hawa ambao wako kwenye ushirika. Ukiwafanya kama kuwa wateja ama wakulima active kwenye benki. Nchi yetu Watanzania walio na account kwenye haya mabenki wanakadiriwa kuwa kati ya 500,000 hadi 600,000 nchi nzima. Lakini benki ya ushirika ina watu milioni 10. Maana yake ukiniuliza mimi benki ya ushirika viongozi wakija na mikakati mizuri, kwa muda mfupi sana benki ya ushirika ndio itakuwa benki kubwa kuliko benki zingine. Kwa sababu ina mtaji wa watu takriban milioni 10. Mabenki yote 40 na kitu ya nchini Tanzania yana watu na milioni 6 tu. Sasa hilo moja, jukumu kubwa walilonalo ni kuhakikisha hawa wanachama milioni 10 walio hai kuwa wanachama hai kwenye benki. Ukiweza kuwashawishi hao wakafungua akaunti kama wanavyokuja na kutumia TEHAMA katika kutoa huduma, ukawa na watu milioni 10 umewafungulisha akaunti, uwe ni mtaji mkubwa sana. Hii benki inatakiwa ina nguvu ya ownership ya wakulima. Kama tunavyoona wana 51%, lakini inatakiwa iwe na mtaji mkubwa ambao sehemu kubwa ya huo mtaji umeshikiliwa na wakulima. Sasa tukija kwenye hawa ambao hawako kwenye mfumo wa ushirika,
mkurugenzi ukimsikiliza anaonyesha kabisa kwamba ni benki ya kibiashara, ni benki inayoenda kufanya biashara. Kwa hiyo haitokopesha wakulima tu, itakopesha na wadau wengine ambao watakuwa wakihitaji huduma. Maana yake ni nini? Kuna akaunti watafungua hata watu ambao hawako kwenye vyama vya ushirika. Lakini hata waziri alisema, amewaambia wafanyabiashara wanaonunua mazao ya kimkakati ni lazima wafungue account kwenye benki ya ushirika. Hii malipo yao, transaction zao zipitie kule. Which naona ni nandi nzuri ya kufanya pia benki ikuwe. Ni mtazamo na utaratibu mzuri. Japo sasa ni swala la kibiashara, mfanya biashara pengine yeye anaona benki A ni bora zaidi kuliko benki B. Sasa hayo yanakuwa ni maswala anachagua mwenyewe lakini ni mtazamo mzuri. Kwa hiyo hawa watu ambao si wana ushirika bado wana nafasi ya kuwa ndio. Sawa, nadhani kuna wakati uliwahi kutoa andiko lako ambalo liligusa kwamba 70% ya ardhi ya Tanzania inashikiliwa na wakulima wadogo. Na wakulima wadogo ndio wenye changamoto kubwa hasa ya kutofuata kile kilimo cha kisasa. Utakuta mtu analima eka moja anapata gunia 5. Ndio. Wakati ukienda kwenye kimahesabu kama kilimo kisasa anaweza kupata zaidi ya hizo. Unadhani changamoto kubwa hasa ni nini kwa wakulima wadogo mpaka wanashindwa kutoa mazao ambayo yanatakiwa kwenye kiwango fulani cha ardhi anachomiliki? Swali zuri sana. Tuende labda tuchukulie mfano wa zao la mahindi. Zao la mahindi hapa nchini Tanzania linachukua 70% ya nafaka zote zinazozalishwa. Inakadiriwa kuna kaya kama milioni 4.5 za Watanzania zinazozalisha mahindi. Ni takriban karibu zaidi ya watu milioni 10 wanaozalisha mahindi. Lakini asilimia kubwa ya hawa watu wanaozalisha mahindi ni wakulima wadogo wadogo. Ni wakulima ambao wanalima bila kufata misingi ya kibiashara. Sasa hivi uzalishaji wa mahindi kwenye hekta moja una average ya uvunaji ni tani 1.6 mpaka tani 1.7. Wakati tunaweza kufikia tani 6 mpaka tani 8. Kwa nini hatufikii huko? Kilimo chetu kinatajwa ni kilimo kisichokuwa na tija kwenye ukanda wetu wa SADC. Ukiangalia sensa ya kilimo ya mwaka 2019 2020 inaonyesha wakulima wanaotumia mbegu bora ni 27% ya wakulima wote wa Tanzania. Wakulima wanaotumia mbolea za viwandani 24% ya wakulima wote wa Tanzania. Wakulima wanaotumia viuatilifu kwa ajili ya kukinga mmea na kutibu mmea ni 2% tu. Kwa 98% ya wakulima wa Tanzania wanalima mwenye kuomba mizimu, mwenye kuomba Mungu, wadudu wasiingie. Kwa hiyo ni 2% tu. Lakini eneo linalotumika kufanywa umwagiliaji ni 4% tu ya eneo lote linalofaa kwa umwagiliaji. Na wanaotembelewa na wagani kwa maana ya wataalamu ni 7% ya wakulima wote. Kwa hiyo kuna 93% ya wakulima wa nchi wanalima bila kufata kanuni za kilimo bora. Sasa hiyo inapelekea tija kuwa kidogo. Na ndio maana nasema benki ya ushirika inapaswa ijibu maswali ya wakulima wadogo. Mkulima wa wakati pengine na mkulima mkubwa hawezi kukaa kusubiri mtaalamu wa serikali. Atatafuta mtaalamu, atamwajiri. Hawezi kusubiri mbolea ya ruzuku ya serikali. Ataenda akanunue mbolea, atahudumia mmea wake. Hawezi kusubiri muujiza kwenye kukinga mmea wake, atatafuta viuatilifu, atakinga. Kwa hiyo wakulima wadogo wadogo hawaioni tija kwenye kilimo kwa sababu ya kutokufata kanuni bora za kilimo. Tanzania asilimia zaidi ya 64 ya Watanzania wanaojishughulisha na kilimo wanalima kwa jembe la mkono. Ni 10% tu ya wakulima wa Tanzania wanaotumia teknolojia kwenye uzalishaji. Kwa maana ya matrekta na nyenzo zingine za teknolojia. Asilimia 20 na zaidi ya 20% wanatumia mikokoteni ya ng'ombe kwenye kulima. Sasa hauwezi ukaiona tija kama
asilimia zaidi ya 60 wanatumia jembe la mkono, wanatumia muda mwingi kwenye kuzalisha, sawa, na kwa kutumia muda mwingi huo tija inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana, na benki ya ushirika inapaswa isaidie kujibu maswali kama haya. Wakati unatoa taarifa ya IMF na Benki ya Dunia kuhusiana na namna ambavyo maendeleo ya Tanzania yanategemea kuoana kati ya sekta ya kilimo na fedha. Bila shaka ilikuwa ni kwenye andiko la mpango wa tathmini ya sekta ya fedha. Naam. Sasa nataka kufahamu kwa mtazamo wako, wewe ni mdau wa muda mrefu kwenye sekta ya kilimo. Unadhani vinaoana sekta ya fedha na kilimo? Ndio tumeanza miaka 20 baadaye. Hatukuwa na chombo ambacho kinafungamanisha ama kinaoanisha sekta ya kilimo na sekta ya fedha. Na hili limeongewa toka 2003 kwamba ili uchumi wetu ukue. Unajua sekta ya kilimo ndio inayochangia kwa kiwango kikubwa kwenye pato ghafi la taifa. Sasa hivi inachangia kwa takriban 27%. Nje ya madini, nje ya utalii, umeona. Kwa hiyo hii ndio sekta mama, yani ndio sekta ya kiuchumi ya nchi yetu. Tulichelewa kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Yani leo ukiniuliza mimi, tulipaswa kuwa na benki hizi za wakulima nyingi zaidi ili kilimo chetu kikue, na kikikua hatutaishia kwenye uzalishaji, tutaenda kwenye kuongeza thamani. Na hapo sasa ndo benki kama ya maendeleo ya kilimo ndio inaingia sasa. Benki ya uwekezaji ndio inaingia. Sasa sisi tulianza na benki ya uwekezaji, tulianza na benki ya maendeleo ya kilimo, tukaacha kuwa na benki ya wakulima. Kwa hiyo tumekuja sasa hivi kuwa na benki ya wakulima, wakati tunaona hata benki ya maendeleo ya kilimo ikiwa na changamoto kwa mjibu wa ripoti ya CAG katika uendeshaji wake. Kwa hiyo benki ya kilimo ilipaswa iwepo pengine toka hata sisi hatuja benki ya wakulima ilipaswa iwepo hata pengine sisi hatujazaliwa ili ikisukume kilimo kwenda mbele. Naam. Taasisi ya Lucas Malembo inafanya nini katika kuwasaidia wakulima kuhakikisha kwamba tunakuwa na kilimo bora na chenye tija kwa taifa? Asante sana. Mimi ni kiongozi kwenye kampuni ya Malembo Farm. Malembo Farm mwaka huu tutakuwa tunatimiza miaka 10 ya kutoa huduma. Lakini mwaka jana tulianzisha Malembo Farm Kenya. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuendelea kufanya biashara ya kilimo kwenye mnyororo wa thamani. Sasa nini tunafanya kwenye sekta ya kilimo? Tunafanya mambo mengi kwenye sekta ya kilimo, ikiwemo kuwashawishi vijana waingie kwenye kilimo. Nchi hii tuna tatizo la ajira. Inakadiriwa kila mwaka kati ya watu 800,000 mpaka 1,000,000 wanaingia kwenye soko la ajira. Lakini ni asilimia chache sana ya watu ambao wanapata ajira. Sasa sisi tunawashawishi vijana, wa-inspire vijana wakione kilimo kama ni sehemu ya kujiajiri, kama sehemu ya ajira. Wakione kwa namna gani? Tunatumia lugha nzuri na rahisi kuwaonyesha magepu ambayo wanaweza wakajiajiri nayo. Mfano, sisi sasa hivi Tanzania tunaagiza nyama ya kuku nje ya nchi. Taarifa za mwaka jana zinaonyesha tunatumia dola milioni 4.80 kuagiza nyama ya kuku. Tunaagiza nyama ya kuku kwenye taifa ambalo vijana hawana ajira. Na walaji wa nyama ya kuku hususa kwenye majiji makubwa kama Dar es Salaam ni vijana wasio na ajira. Kwa hiyo tunakuza sekta ya kuku kwenye mataifa kama Brazili, Marekani, Uturuki, Saudi Arabia. Sisi ambao tuna shida ya ajira ndio tunakuwa walaji. Sisemi kwamba kula kuku ni anasa, lakini angalia Dar es Salaam, watu wengi wanaokula kuku ni vijana wasio na ajira. Kwa hiyo tunawaonyesha kwamba unaweza kujiajiri kwenye sekta ya kilimo. Tanzania tunaagiza maziwa. Taarifa za mwaka 2024 zinaonyesha tumetumia bilioni 23 kuagiza maziwa nje ya nchi. Ili hali sisi tunaweza kuzalisha maziwa. Kwa moja ya kitu tunachofanya ni kuwashawishi vijana, kuwaonyesha ni kwa namna gani wanaweza wakaingia kwenye soko la ajira, na kwa kufanya kwenye soko la kilimo na kwa kufanya uzalishaji. Mfano,
hata vijana wanaotusikiliza na kufuatilia kipindi hiki. Yeah. Dar es Salaam ina watu zaidi ya milioni 6 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi. 90% kama si 99 ya wakazi wa Dar es Salaam ni wa vipato vya kati na chini. Kuna taasisi moja inaitwa Numbeo. Yenyewe inaangalia hali ya maisha kwenye majiji makubwa. Yeah. Kwa Afrika inaangalia jiji la Dar es Salaam na Mwanza. Yeah. Ripoti yao inaonyesha Tanzania mmoja anaishi Dar es Salaam na Mwanza. Yeah. Kipato chake cha siku 56% inaenda kwenye chakula. Kwa hiyo kama kuna mtu anapata 10,000 kama kipato chake Dar es Salaam, zaidi ya 5,600 inaenda kwenye chakula. Yeah. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo mfano unawaambia vijana kwamba pesa iko kwenye kilimo. Unaingiaje? Unaweza ukaingia kwenye value chain, kwa maana mnyororo wa thamani. Usilime, nunua mazao kwenye masoko makubwa kama ya Ilala na mengine, anza kutembeza mboga mboga. Ama nenda ukalime mboga mboga. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya. Lakini tunashauri watu kufanya kilimo cha kisasa kama greenhouse, tunafunga mifumo ya umwagiliaji kama irrigation system, tunafuga sisi wenyewe kuku wa kienyeji tena kwa kutumia mabanda ya kisasa, kwa kutumia local material kwa maana ya mbao. Na watu ambao wamekuwa wakitufuatilia kupitia mitandao wanaona hizo shughuli zetu. Lakini tumekuwa chachu ya kuja na idea mpya za kufanya kwenye sekta ya kilimo. Wakati fulani nilienda huko duniani, nikala nyama ya konokono bila kujua. Na nikaona ni tamu, nikaona kama nakula filigisi, nikamwambia waniongeze. Baada ya kuwa wameniambia, baadaye nikaambua kilo moja ya konokono ni $40. Nikasema haiwezekani. Nikaenda kujifunza, nikaja kuanzisha mradi wa konokono hapa. Sasa kilo moja ya konokono sisi tunauza $30. Lakini tunakusanya ule ute wa konokono. Ni kipodozi kizuri sana kwa tulipata order Dubai ya kampuni moja inayotengeneza vipodozi. Wakatupa ofa ya lita moja ya ute wa konokono $2,000. Kwa hiyo tumekuwa chachu ya kuja na idea mpya ambazo zinaweza zikawafanya vijana wakaona masuala ya kilimo ni sehemu ambayo wanajiajiri. Lakini tunafanya uchambuzi kwenye masuala ya sera na kilimo biashara, tunaandika miradi na kadhalika na kadhalika. Umegusia konokono hapa. Ndio. Na unaposema ule uti wake unatumika kwenye vipodozi, wakati mtu amedondokea na konokono anaona ametumia sabuni zote tunazozijua. Wakati ni tiba nzuri kabisa. Sawa, Marembo umewagusa vijana. Tunafahamu tuna BBT kwa sasa. Jenga kesho iliyo bora. Ndio. Mradi wa serikali ambao umehusisha vijana. Ndio. Na tumeona kuna vijana waliothubutu, lakini uhitaji ni mkubwa sana. Sio wote waliopata nafasi. Sasa kupitia uzinduzi wa benki ya ushirika. Ndio. Ifanye nini kwa vijana? Na vijana wanatakiwa wafanye nini kwenye benki ya ushirika ili waweze kujikita kwenye sekta ya kilimo, waweze kuondokana na changamoto ya ajira? Kwanza vijana wajiunge na benki ya ushirika. Na mimi nitumie fursa hii kuambia Watanzania wenzangu na hususa vijana. Sekta ya kilimo Tanzania inaweza ikakufanya kuwa bilionea. Mtu ambaye haukutokana na familia ama na historia ya mabilionea. Cha muhimu ni kuanza sasa. Kuwa na taarifa, kuwa na maarifa. Na wajiunge na benki ya maendeleo na benki ya ushirika ili wawe sauti ya changamoto zao. Mnapokuwa wengi mnaunganisha nguvu ya maneno, nguvu ya hoja, nguvu ya ushawishi. Na niwaambie hakuna namna nyingine ambayo inaweza ikakusaidia kwa haraka kama kujiajiri kwenye sekta ya kilimo. Hii benki ni muhimu sana kwetu. Lakini benki pia inapaswa ije na mikakati ambayo itaangalia inawainvolve vipi vijana. Kwa sababu nusu ya nguvu kazi ya taifa hili ni vijana kati ya miaka 15 mpaka 30. Kwa hiyo ni taifa la vijana. Kwa hiyo benki inatakiwa iangalie hawa nusu nguvu kazi, nusu ya nchi wanawezaje kuwa wana ushirika, wanawezaje kuwa sehemu ya benki ya ushirika. Lakini pia jambo jingine muhimu sana, pengine kwa kutumia platform mbalimbali
wakae na vijana, wawasikie vijana wanataka nini kwenye sekta ya kilimo. Mimi kwenye mtandao wangu wa X tu, kwenye akaunti yangu binafsi na sio za kampuni, kila siku napokea jumbe DM, watu 5 mpaka 10 kwa siku wanatamani kuingia kwenye kilimo, walishai kuingia kwenye kilimo wakapata changamoto lakini hawajakata tamaa. Ana mtaji kidogo, anataka ajue anawezaje kuanza na huo mtaji, anatafuta masoko na vitu vya namna hiyo. Sasa mimi siwezi nikajibu ama nikawa na majibu ya maswali yao yote. Chombo kama benki ya ushirika, chombo kama wizara ya kilimo, chombo kama wizara ya vijana, chombo kama wizara ya TAMISEMI, wizara ya ardhi, wakikaa pamoja wakatengeneza mfumo mzuri wa kuwakutanisha vijana, wakazungumza changamoto zao, tunaweza tukaondokana kama si kupunguza tatizo la ajira hapa nchini. Nashukuru sana. Labda nikupe nafasi kwa chochote ambacho unadhani kinaweza kikawafaa wa Tanzania hasa kwenye sekta ya kilimo. Mimi ni waambie tu wa Tanzania, kwa historia hiki kipindi cha awamu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona sekta ya kilimo ikitengewa fedha nyingi kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwenye eneo la budget, kwenye eneo la tafiti, kwenye eneo la umwagiliaji. Yaweza kuwa matokeo hayaonekani sasa kwa sababu ni mchakato, lakini kama kuna wakati ambapo vijana wanapaswa waanze kuingia kwenye kilimo, ni wakati huu ambapo kuna mapinduzi makubwa yanaendelea taratibu kwenye sekta ya kilimo. Nimekuwa nikiongea miaka mingi, tulikuwa hatuna mkakati wa zao la parachichi. Hauwezi ukawa unataka kuzalisha bidhaa kwa ajili ya masoko ya kimataifa, huna mkakati. Lakini tumeona hivi karibuni wadau wa parachichi wamekutana, umetengenezwa mkakati, sasa wanajua nini wanapaswa kufanya kwenye uzalishaji wa zao la parachichi. Tumeona eneo la umwagiliaji. Tanzania ina zaidi ya hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Mpaka sasa hatujatumia hata hekta milioni 10. Lakini tumeona mikakati inayoendelea sasa hivi kwenye eneo la umwagiliaji. Alikadhalika kwenye eneo la mbegu, nimeshiriki kutengeneza mkakati wa mbegu wa taifa. Bado tulikuwa tunatumia mbegu zisizo bora. Sasa hivi kuna mikakati inaendelea ya mbegu bora. Tumeona kwenye eneo la mbolea ya ruzuku, sawa, ambavyo imeweza kusaidia kuongeza matokeo ama tija. Yapo ambayo yanapaswa kufanywa kwenye kuboreshwa kwenye eneo la mbolea ya ruzuku. Ukiniuliza kama mimi nadhani tunatakiwa tuyape vipaumbele maeneo ya kimkakati yanayozalisha mahindi kwa kiwango kikubwa. Sio tutapanye mbolea ya ruzuku nchi nzima hata ambako pengine uzalishaji ni wa chakula sio biashara. Lakini ni eneo ambalo la kupongezwa kwa sababu kuna kitu kimefanyika. Zaidi eneo jingine ambalo naliona sasa kuna ishauri serikali ni eneo la masoko. Masoko si kwamba hayapo. Masoko ni uwekezaji. Masoko ni taarifa, masoko ni diplomasia. Tutumie balozi zetu kutusaidia kwenye eneo la masoko. Tukiona jirani zetu wanauza nje kwenye masoko ya Ulaya na hawazalishi kama tunavyozalisha sisi, tafasiri yake diplomasia yao ya uchumi kwenye masoko inafanya vizuri, na sisi tunapaswa tuangalie namna ya kufanya ili tupate matokeo mazuri. Haya, tukija kwenye masoko ya ndani, soko kama Dar es Salaam yote ambayo ina wakazi zaidi ya milioni 6, hatuna cold room kwenye masoko yetu haya kawaida. Nenda Kariakoo, pengine labda kwa sababu ni soko linajengwa sasa hivi, pengine unaweza ukaja huo utaratibu, lakini hakukuwa na majokofu ya kuhifadhi bidhaa za kilimo. Nenda Ilala, hapo hakuna majokofu. Kwa hiyo bei za bidhaa ambazo ni za kuharibika kuanzia asubuhi, kadri muda unavyoenda bei inapungua, kwa sababu huyu mfanyabiashara au mkulima aliyepeleka pale anaona ikifika saa 6 sina sehemu ya kuuza, nitakuwa sina sehemu ya kupeleka, siwezi kurudisha shambani. Wakati angekuwepo majokofu, wangeweza kuwa wanahifadhi, kesho atauza, kesho kutwa atauza taratibu. Kwa hiyo manispaa, pengine mikoa inapaswa iangalie hili. Lakini mwisho kabisa, Tanzania tumewahi kuja na sera ya uchumi wa viwanda.
tungeweza kujua. Unajua Tanzania walioambiwa uchumi wa viwanda walizani kuna wajomba zetu wa China na wengine watatoka huko waje waweke viwanda. Viwanda ni sisi wenyewe. Yaani leo tungepewa elimu nzuri kuhusu viwanda, majumbani kwetu tungeanza kuwa na viwanda. Viwanda vya Tanzania vinavyotakiwa kwa kuanza sasa ni viwanda vya kuongeza thamani ya mazao. Badala ya kuwa tuna nyanya zinazoharibika zitengenezwe kuwa tomato paste ambayo ni nyanya itakaa kwa muda mrefu. Umeona? Tusindike haya mazao ambayo tunaona yanaharibika, na tunaweza. Sasa hivi karibu katika vijiji vyote vya nchi kuna umeme. Kama kuna mashine ya kusaga umeme, tafasiri yake unaweza ukaweka kiwanda kidogo. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana. Nilikuwa Manyara mwaka jana nanunua mahindi. Nikaona kuna uhitaji wa maandazi yale. Nikaanzisha program nandia ya kiwanda cha maandazi. Kwa hiyo ni tafasiri ya kwamba unaweza kuwa na viwanda vidogo vidogo nchini vikaongeza thamani, na mwisho wa siku tukawa tunauza nje bidhaa iliyoongezwa thamani na sio tunauza mahindi badala ya kuuza unga. Asante. Shukrani sana. Mtazamaji, ni Lucas Malembo, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kilimo biashara, na hapa tulikuwa tunazungumza kuhusu umuhimu wa benki ya ushirika katika sekta ya kilimo, na ikiwa imepita siku moja tu toka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua benki hiyo Dodoma. Lakini amezungumza vitu vingi sana. Kikubwa ni namna ambavyo vijana sasa wanaweza wakachangamkia fursa kupitia benki ya ushirika. Mimi sina la ziada hadi kufikia wakati huu. Naitwa Silvano Kaera. Asante na kwaheri.